Na vita vya kudhibiti hazina ya kitaifa ya maendeleo ya maeneo bunge vinaendelea, huku baadhi ya Wakenya wakihangaika kupata basari na kuitaka hazina hiyo kuondolewa kutoka kwa wabunge. Kwa mujibu wa wakazi, wengine wamenyimwa msaada wa basari kwa sababu tu hawajasajiliwa kama wapiga kura katika eneo bunge fulani, na kuutaja mchakato huo kuwa wa kisiasa na wa kibaguzi. Wanahoji kuwa ingekuwa haki zaidi ikiwa fedha hizo zingesimamiwa na serikali ya kaunti kupitia afisi ya gavana. Margaret Kimathi na taarifa hii kwa kina. Ni mzuri sisi wote tukuje tusome, si ndio? Maoni mbalimbali yaliibuka katika siku ya pili ya vikao vya ushirikishwaji wa umma vinavyolenga kuunga mkono hazina ya kitaifa ya maendeleo ya maeneo bunge, hazina ya kitaifa ya kusimamia shughuli za serikali na hazina ya seneti ya uangalizi kuwa sheria. Katika kaunti ya Laikipia, John Orengo, mkazi wa eneo bunge la Laikipia Mashariki, alielezea kufadhaika kwake kutokana na majaribio mawili yaliyokosa kufaulu ya kumtafutia basari mwanawe wa kidato cha 3. Akiwa amedhamiria kupata majibu, Orengo aliamua kuzuru afisi ya eneo bunge hilo ili kuuliza kuhusu swala hilo. Last year nika-apply, sikupata. Hii mwaka nika-apply, dakika ya mwisho nikaenda kutafuta manager. Akaniambia, wewe kura yako ni ya North, so utaenda ku-apply North. So watu wangu wameshinda wakikosa basari namna hiyo. Orengo anadai mchakato wa ugawaji wa basari umekuwa wa kisiasa na wa kibaguzi. Anawashutumu wabunge kwa kuvuka mamlaka yao na kuhujumu ugatuzi kwa kuchukua majukumu ambayo anasema yanapaswa kushughulikiwa na vitengo vilivyong'atuliwa. Sasa hiyo anadanganya wasasi ati mseme yes irudi kwa MP. Na MP hakuna kitu wanasaidia naye. Katika kaunti ya Meru, baadhi ya wakaazi waliibua wasiwasi kuhusu utumizi mbaya wa fedha hizo na kutaka kuunganishwa kwa fedha hizo ili kusaidia elimu bila malipo na mipango ya kuwawezesha vijana. Pia kuna help iunganisho pamoja, yote inaweza amount to pesa ambayo inaweza simamia masomo ya Wakenya na ikuwe free of charge. So I don't believe hata ikiletwa kwa governor italeta usaidizi. Vikao vya ushirikishwaji wa umma vinavyoendeshwa katika maeneo bunge yote 290 vinatarajiwa kuhitimishwa Jumatano kwa matumaini ya kufikia suluhu la kudumu. Hata hivyo, kumekuwa na fununu za baadhi ya wabunge kuvihamisha vikao hivyo kutoka kwa maeneo yaliyotangazwa awali ili kuutatiza mchakato huo kwa faida zao. Malalamishi ya umma kuhusu mfumo wa sasa wa NG-CDF yanaendelea kujitokeza, huku baadhi ya Kenya wakitaka mageuzi ya haraka ili kuhakikisha fedha hizo zinamfikia mwananchi wa chini kabisa. Margaret Kimathi, NTV.